والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، كما في العزة katika huu umma ni kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika upande wa pili, udhalilifu utapatikana katika huu umma pale tutakapoacha kumfuata mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, tukazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili la udhalilifu wanaoacha kuwafuata mitume wao wakazua katika dini ya Allah si katika ummati Muhammad peke yake, bali umma wote waliopita. Hii ndiyo sababu kubwa miongoni mwa sababu za udhalilifu walioupata. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya. Musa alayhi salatu wassalam alipoacha watu wake kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, Samiri alikuwa ni sababu mzushi huyu kuharibu da'wa ya mitume wawili wa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa na Harun. Akazua bid'a katika dini ya Allah, akazua uzushi wa kuabudu kindama, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala watu wa Musa. Samiri akawa ni sababu ya kuwapoteza, wakaabudu kile kindama. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu hao waliofanya kitendo kiovu kama hiki: innal ladhina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya. Hakika wale waliokichukulia kile kindama kikawa ni Mungu anayemwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya. Kitakachowapata wao ni ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na udhalilifu katika uhai wao wa dunia. Ya laiti hii aya ingeishia hapa, ingelikuwa ni hasa kwa Banu Israili waliozua uzushi huo. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala qal: wakadhalika najzi almuftarin. Na hivyo ndivyo tunavyowajazi wazushi katika dini ya Allah. Na hii aya ni nzito sana kwa ahlul bid'ah. Waitizame watu makini, sababu ya umma kuwa katika udhalilifu waliokuwa nao leo ni kuacha mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafuata uzushi waliouzua watu kwa kufuata matamanio ya nafsi zao. Tukawacha qala Allahu qala rasuluhu, ikawa ni qala fulanun wa allan. Tukawacha mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika hii dini, wakafuata wasiokuwa na isma katika hii dini. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akilizungumza hili yasema katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، رواه الإمام أحمد وغيره. umejaliwa udhalilifu na utwevu wa yoyote atakayekhalifu amri yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kwa tunapokhalifu amri yake tutabaki katika udhalilifu, ibadallah, mpaka tutakaporudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala una hatari kubwa, ni sababu ya mtu kuingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه apokea asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia mji wa Madina asema: يتكلم عن شرف المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا
yoyote mwenye kuzua uzushi ndani ya Madina au akamficha mzushi ndani ya Madina, fa alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in ولا يقبل منه صرف ولا عدل والحديث متفق عليه. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yoyote atakayezua uzushi ndani ya mji wa Madina au akamuhifadhi mzushi katika mji huu, basi ni juu yake laana ya Allah, na laana juu yake kwa idadi ya malaika, na laana juu yake kwa idadi ya watu wote, na Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali kwa mja huyu faradhi wala sunna atakayoifanya. Tizama hatari ya kuzua katika dini ya Allah. Ibadallah, tukumbuke haya katika wakati ambao wengi katika watu leo wajitayarisha kwa ajili ya kuzua uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Safar utaisha, mtawakuta wengi wanaoingia katika hatari ya laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio sababu ahlus sunnati wakithirisha kuwakataza watu kutokana na bid'a, kwa kuwaonea huruma wasije wakaingia katika laana ya Allah. Lakini mkabala wake, tizama namna gani ummati Muhammad tunapopokea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atahadharisha kutokana na kuzua katika dini ya Allah, na wengi katika sisi tumetumbukia na kuvama. Watu wamekuwa hawaelewi, anaposikia tu yale maneno wachukizwa, aambiwa qala Allahu qala rasuluhu, badala ya kunusuru maneno ya Allah na ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, amtetea shekhe wake anayemlingania katika uzushi katika dini ya Allah. Ibadallah, tuchunge sana maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, fa alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Wallahi, anayesikia maneno mazito haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kubahatisha katika dini yake, atajiweka mbali na chochote anaohisi harufu ya bid'a, kwa sababu aogopea kuingia katika laana aqallu shay. Lakini watu watafanya inad na kuingia katika kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kujali. Wakadhalika najzi almuftarin sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya. Na ndio maana huwezi kumuona mubtadi' isipokuwa ni dhalil, ni mdhalilifu katika uhai wa dunia, na ndiyo hali ya ummati Muhammad leo. Na huwezi kumuona mtu anayeshikamana sunna isipokuwa izza ya sunna iko katika sura yake. Wallahi ahlus sunna la yakhafuna fillahi lawmata la'im, hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu, kwa sababu izza iko katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi al-izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والحمد لله رب العالمين.